Karibuni. Niwasaidie nini? Sisi ni maafisa wa kampuni ya udalali wa mahakama na mnada. Mnada? Ndiyo. Tumekuja hapa kwa sababu kuu mbili tu. Moja, tumekuja kufanya tathmini ya nyumba yako na kuthibitisha thamani yake. Pili, tumekuja kukutaarifu rasmi kuwa nyumba yako inatarajiwa kuuzwa kwa njia ya mnada. Kutathmini nyumba kuuzwa? Samahani, mbona siwaelewi? We mama, mbona unapenda kujitoa ufahamu sana? Ina maana hujui kuwa una deni kwa mzee Sha? Sasa sikia. Tayari tumeshafanya ukaguzi wa nyumba yako. Kwa hiyo, kwa tathmini za awali, nyumba yako hii inafaa kabisa kuuzwa kwa mnada. Na utakapotuona tena hapa, tutakuwa tumekuja kwa shughuli moja tu. Tutakutoa ndani nyumba hii na kuikabidhi kwa mmiliki mpya ambaye atakuwa amefika bei ya mnada iliyopangwa. Tunatumaini umetuelewa. Uwe na siku njema. Niambie, unafanya nini hapa? Au unapoteza muda tu? La hasha, ni kinyume kabisa. Siku hizi nimekuwa nikiingia mara kwa mara kwenye Lionbet. Ninajiburudisha na wakati huo huo napata nafasi ya kujinufaisha pia. Wow! Nimepata. Ha? Ni kweli? Na wao ndo anaendesha draw yenye zawadi kubwa zaidi kwa sasa? Ndiyo, ni wao kabisa. Kwa sasa Lionbet inaendesha promotion kubwa ya draw. Kwa kila amana ya euro 50 utapata tiketi moja ya bahati nasibu. Hivyo, sio kwamba unacheza tu na kujiburudisha. Tanzania haijawahi kuona promotion kubwa kama hii. Kweli kabisa. Ingekuwa vizuri kushinda safari ya mapumziko au pesa nyingi sana. Kweli kabisa. Zawadi zinazotolewa ni pamoja na safari za kwenda Dominican Republic, Jamaica, Bahamas pamoja na dola 10,000 za Kimarekani. Kila mtu ana nafasi ya kushinda. Draw imegawanywa katika hatua 6. Jumla ya washindi watakuwa 2,250
Mbali na zawadi kuu, washindi wanaweza pia kujishindia free spins na free beti, kuanzia idadi ndogo mpaka kiasi cha kutosha mwaka mzima. Mimi sichezi tu, najiwekezea nafasi ya kupata likizo ya ndoto. Hiyo ni nzuri sana. Kuna namna ya kuongeza nafasi ya kushinda? Ndiyo, ipo. Kadri unavyokusanya tiketi nyingi wakati wa promotion, ndivyo nafasi yako ya kushinda inavyoongezeka. Mimi tayari nimekusanya tiketi 3 kupitia amana zangu. Hivyo nafasi yangu ya kushinda ni kubwa zaidi. Na wakati huo huo, nimeweza kushinda pia. Bro, basi nionyeshe na mimi namna ya kushiriki. Nahitaji kufanya nini? Nisikilize vizuri. Na nyinyi pia wapenzi wa ukurasa wangu, bofya link iliyokuwepo katika maelekezo, jisajili kwa hatua chache tu. Kisha baada ya kuweka amana yako ya kwanza ya euro 50, utaingia moja kwa moja kwenye promotion. Mfumo ni salama na malipo hutolewa haraka. Baada ya hapo, yote yanategemea na tiketi ambazo ulizozikusanya. Kadi inavyoongezeka, ndiyo nafasi yako ya kushinda zawadi inakuwa kubwa. Na kutakia kila laheri. Wao wanahitaji kuwa na bahati kubwa sana, maana mimi nimejipanga kushinda zawadi kubwa kubwa. Leonbet ndo habari ya mjini. Mama. 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 Ni dhahiri kabisa hapo sawa. Nini kimetokea? Mbona unalia? Mama, kuna shida gani? Mama, nini kimetokea? Nisikilize mama, mimi ndo binti yako wa pekee. Huzuni yako wewe ndo huzuni yangu mimi pia mama, na furaha yako ndo furaha yangu mimi pia. Please mama, naomba niambie nini kimetokea. Binti yangu, nyumba yetu muda wote kuanzia sasa inaweza kupigwa mnada. Mnada? Mama, sikuelewi. Yaani ipigwe mnada kwa sababu gani? Mwanangu, kusoma kwako, ada zako, mahitaji yako yote ya shule na kila kitu kilichofanikisha wewe kupata kazi iligharamia kwa pesa ya mkopo. Mkopo? Kuna mtu nilimkopa, sasa amechoka kusubiri pesa zake. Ni deni la muda mrefu sana. Amenipa chaguzi ya mambo mawili: nyumba yetu ipigwe mnada au nini mama? Niambie. Akuoe wewe uwe mke wake ili iwe fidia deni lake. Sana. Siwezi kukubali jambo kama hilo. Una haki ya kumchagua mtu wa maisha yako mwanangu, lakini sio kuolewa kwa kulazimishwa ili kulipa deni langu. Sitokubali. Mama, ni mtu gani wewe?
Ni nani anayetaka kufanya tendo cha kikatili namna hii? Mzesha. Ni kweli mimi ndo nilihitaji kuonana na wewe, lakini wakati nakwambia naomba tafuta sehemu tulivu, sikutegemea kama eti ndo utaniita tuzungumze sehemu kama hii. Moina, hiyo michezo mimi naijua. Wewe ongea ulichotaka kukisema, niko hapa na kusikiliza. Ama niondoke? Ni muda mrefu umepita, siku zimesonga Ana, sijakutia machoni pangu, hatujapata muda wa kuzungumza. Tunahitaji muda tukae tujadili kuhusiana na future yetu, lakini mmerudi sielewi, naona tu umebadilika. Hebu jitazame hata unavyovaa. Huyu ndo Ana ambaye nilimwacha? Nikwambie mara ngapi labda ili uelewe? Nimeshasema tayari, tena kwa urefu kubwa. Mimi sio Anastasia wako. Mimi ni clown 45 kikosi namba chafu, masela na madem kucha ends up. Yaani hii ni namba tasa, inaganyika kwa moja na kwa wenyewe tu. Basi kama wewe namba tasa ambayo inaganyika kwa moja na yenyewe, mimi ndio hiyo moja na mimi ndio hiyo yenyewe. Fanya vyovyote ambavyo utafanya, amua lolote ambalo utaamua, lakini siwezi kuacha kukupenda na siwezi kuacha kukufuatilia. Hebu nitazame, ni mimi mwina wako, yule ambaye kila siku ulikuwa ukiimba kuwa unampenda. Umepatwa na nini? Tena naomba unisikilize vizuri. Sitaki mazoea na wewe, sitaki ukaribu na wewe, sitaki urafiki, sitaki mapenzi, sitaki chochote kutoka kwako. Mina, naomba usiendelee kunifuatilia. Nimeshakwambia mimi ni mtu mwingine kabisa, nina maisha mapya. Na wewe ndo sababu, au unajisahau? Umeniacha miaka mingi, leo unakuja kuongea kitu gani? Sina muda na wewe tena, usiendelee kunipotezea muda wangu, usiendelee kunifuatilia Mwina. Tutakuja tukorofishane, nitakuja kukuonyesha upande ambao hujawahi kuuona. Niko tayari kuona huo upande wako wa pili. Kama kuna chochote ambacho kitanitokea, kama kuna lolote ambalo unataka kufanya kwangu, fanya, ila siwezi kuacha kukupenda. I love you very much. Crown, nimekuja banda unipe jibu hili moja tu. Yule mshamba loko naye pale, ni bwana wako au ni nani yako? Unaniuliza hivyo wewe kama nani? Sitegemee kusikia tena upumbavu huu katika kinywa chako. Tumzima kisheti wewe. Bokra, wale ndugu yangu, uondo huko. Madamu wewe, mimi
kilichokuleta ni kumlinda mwanangu au na mambo yako binafsi? Madam, mbona nashindwa kuelewa? Nimefika tu unaanza kunilaumu. Na kulaumu kwa sababu unaweza kuniambia ni kwa nini Jeni na Makondo wamerudi wenyewe nyumbani? Wewe ulikuwepo wapi? Mimi kuna mtu nilikuwa nazungumza naye. Nilivyorudi nikakuta wenzangu wameondoka. Shukuru Mungu wamerudi salama. Laiti kama wangepata matatizo huko nje. Hivi unahisi ni nani angehusika katika hili? Frankie, kama kazi imekushinda niambie, nimtafute mtu mwingine. Hivi unajua thamani ya mwanangu wewe? Samahani madam. Ni kuahidi tu haitojirudia tena. Kazi umalaya tukulinda. Dawa yako ipo jikoni. Wewe usinitise wewe. Tena usinitise wala kidogo, ninapokuambia. Nangu nimetoka kwetu, nimetoka Nsambili. Babu alikinipika mimi kunipeleka Nkende, akanipeleka mpaka Nkunya kwa Nzeli Mbende kule. Tukabifika kule, nje wakanidumbukiza kuchungu, wakaniambia nenda mjini. Sasa nikalofisa nini? Uniwezi kumtawi wala uniwezi kufanya kazi wala kinini. Na utatoka kwanza umenikuta. Ungali kuumana sana. Mtu mwenye mbavu. Jinga nini wewe? Bwana Mwina, vipi? Amekuelewa? Kiukweli hajanielewa. Lakini unajua mimi ninachokiona anahitaji muda kidogo. Pasa hata mimi inaniumiza hii situation ambayo unapitia. Najua inakuumiza kama kaka. Ila tungempa muda kidogo, tunafikiri taratibu atabadilika. Mimi nikuahidi tu, nitafanya kadiri ya uwezo wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa kweli mimi tu nikushukuru kwa sababu sidhani kama kuna mtu mwingine yoyote ambaye tunamtazamia na kumtarajia kumbadilisha Anastasia kama wewe. Wewe ndo mtu pekee ambaye tunaamini unaweza kutusaidia katika hili. Kwa hiyo take your time. Zungumza naye, weka mambo sawa. Mimi naamini akisharudi katika hali ya kawaida, hayo mengine yanawezekana tu. Ni mambo madogo yalobakia. Mimi nikushukuru kwa kuendelea kuwa na matumaini kwangu. Na kwa kuwa nampenda mdogo wako, unaelewa namna gani nimefall in love kwa Anastasia. Nitaendelea kupambana kuhakikisha naona mabadiliko yake. Sio tu kwa sababu yako, kwa sababu wewe ni kaka yake, lakini hata kwa sababu yangu pia. Mimi nafikiri hilo limeisha. Nilitaka nikuulize kitu kimoja. Masomo umeshamaliza. Kwa sasa hivi una mpango gani? Au una ratiba gani hapa mjini? Sina mpango wowote, ila nimejaribu tu kuapply kazi kwenye baadhi ya kampuni. Nimetuma maombi yangu huko, so nasikilizia majibu. Unajua, I was impressed na matokeo yako. Nimetazama cheti chako, nimeona umefanya vizuri sana. Na kusema ukweli tu, nimeona unaweza ukafit somewhere. Kwa mfano pale shuleni, unaweza ukaandika barua yako, ukaleta maombi, na of course kwa nafasi yangu mimi, ninaweza nikaona namna ya kukusaidia ukapata nafasi pale bwana. Tunahitaji wataalamu kama nyinyi. Nyinyi ni watu ambao mmesoma, na nina imani hiyo elimu uliyoipata wewe unaweza ukaifikisha kwa vijana wangu pale. Jambo likawa zuri kabisa. Unaichukuliaje hiyo? Umeni surprise sana kiukweli. Mimi nafikiri ni jambo jema, na mimi sina tatizo kwenye hilo wazo ambalo umelitoa. So what next? Unipatie email ya ofisi ili niwatuie huko. Limeisha hilo bwana Mwina. Wewe kuwa na amani. Mimi natamani elimu ulionayo uje uwapatie vijana wangu pale, na nina imani utafanya vizuri kazi. Sina mashaka na wewe. Thank you so much. Nashukuru sana. Naam.
Shikamoo. Hapo sasa ndipo napoharibu. Kwani unaharibikiwa na nini ukiniambia mambo? Sawa, mambo. Poa Azizi wangu. Ongea na kusikiliza. Kilichonileta hapa ni maombi kuhusu nyumba yetu. Mzee Shah, nilikuwa naomba univumilie. Mimi ndo nitakulipa hiyo pesa. Mimi naona muda wa maombi umeshapita. Na Machagu alishamkabidhi mama yako. Lakini hakuna cha lakini. Kuna mambo haya mawili. Ukubali ni kuoe uwe mama wa watoto wangu, au muhame katika ile nyumba. Tuna discussion. Naona kila kitu kipo tayari. Tunaweza tukaondoka sasa. Hapa kila kitu kiko tayari. Tunaweza tukaondoka. Ila nina ombi. Kuna maana nataka unipitishe. Wapi? Nataka nipitie nyumbani kidogo nikasalimie familia. Sasa mbona unijibu kaka? Okay. Kila kitu okay ndo nini? Nimekubali twende. Okay. Ni bodyguard, afisa usalama, yake ahadi kumlinda mteja. Bwana vipi ndugu zangu? Safi. Naona kila siku mnashinda tu kijiweni. Wenzenu tunatembelea magari kama hivi, nyinyi bado mnashinda tu kijiweni. Yaani mimi najua nitawakuta labda na nyinyi mna magari. Yaani kazi yenu mmekaa tu kijiweni, hamna hata msingi wote nini? Hamna mbele, hamna nyuma, maisha haya. Yaani hebu njoo kwanza wewe, maskini. Njoo maskini wewe. Shika ikanywe kawa hivi. Shukran sana kaka, siku hizi umepiga hatua, natamani kuwa kama wewe. Wewe unaweza kulala na nyoka kweli. Mbona anahisi kama kuna watu wanatufuatilia? Hakuna lolote. Basi sawa, usikawie kurudi. Nishuke vipi peke yangu? Shuka na wewe ujapo kaiangalia hata familia yangu. Okay. Yafu hilo neno mimi silipendi. Yaani uko unajua?
Abdalla, hivi wewe una matatizo gani kwa kweli wewe? Mimi mbona sina tatizo lolote ile brother. Ina maana huyu bi mkubwa ana akili mimi kunipigia mimi simu kunielezea changamoto zako wewe. Kwa nini unarudi saa 7 za usiku? Na bi mkubwa anakuambia kabisa, huyu kuanzia leo akirudi saa 7 za usiku na akianza kukujeulia, mimi naomba unipigie simu, nitakuja kumfurahisha mimi huyu. Kunguru mweusi. Bora useme wewe kaka yake. Maana mimi naongea mpaka sielewi, yani mpaka kichwa kinaniuma. Huyu mtoto ananipa changamoto. Yani ningekuwa na uwezo, ningemuuza mimi huyu. Nimechoka na tabia zake, angalia minywele yake ilivyokaa vibaya kama mizizi ya bange. Bora bi mkubwa huyu ungemuuza toka mwanzo. Tungepata bando sisi. Ungekuwa na bando mpaka leo aliishi mpaka unakufa. Angalia mimi mwenzio ninavyolindwa sasa hivi. Mimi nalindwa sasa hivi. Unaona mwenzio yule amesimama muda mrefu pale. Mwenzio mimi nalindwa unaambiwa. Yaani mimi nalindwa na huyu jamaa kwa sababu ya ustaarabu. Napendwa. Unamwona mtu kaganda muda wote kakaa kama dondola. Famasiala ni kwa vizuri. Mguse uone. Wewe unakimbia tu na minyole yako umekaa namna unakimbia na minyole yako utafikiri fisi. Una adabu manake ni pumbavu. Takubega dua. Mama, acha mimi niende. Haya baba, karibu. Unafanya nini hapa? Kwani huyu ndugu yako yupo sawa kweli huyu? Yaani huyu fuse muda mwingine zinachomoka. Unajua ulinzi wao wanakaa kama maroboti, kwa fuse huwa zinachomoka, zikichomoka fuse huwa ni mfati. Njoni nyie. Nyikina mama vipi nyie? Nyinyi mnajifahamu mnajua kupigana? Njoni. Njoni. Yaani hapa sisi tuko fiti. Yaani hapa tuko fiti. Nyinyi mnaweza mziki huu. Mnaweza mziki huu. Unaweza mziki huu. Unaweza mziki huu. Mnaweza mziki. Mnaweza mziki huu. Huu mziki mwingine. Nyie ni wakina nani? Na mmefuata nini hapa? Sisi ni wafanyakazi wa Mzee Shah. Tumetuma tuje kupaka nyumba rangi na kubadilisha vitu vya ndani. Vile tumebeba kwa chief funguo. Hii ndio funguo yenu mpya kuanzia leo. Sasa hii inawezekana vipi mtu hayupo nyumbani kwake afu mnajichukulia maamuzi? Dada, haya mambo mengine si yatuhusu.
bodyguard. Pole sana kwa changamoto zilizowakuta. Usijali madam, kwa sababu ni sehemu mojawapo ya majukumu yangu ya kazi. Ni kweli, ila hata kama ikiwa ni sehemu mojawapo majukumu ya kazi, bado nakupaswa kupewa pole. Asante madam. Mbona uko huko peke yako? Muda mwingi wanapenda sana kukaa peke yangu, kwa sababu ninavyokaa peke yangu ndo huwa napata majibu ya maswali ambayo nawaza kichwani kwangu. Vizuri. Samahani madam, kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Niulize. Hao watu wanaomtafuta Jeni ni wakina nani? Na kwa nini wanamtafuta Jeni? Fanya kazi yako iliyokuleta, na sio kuniuliza maswali yasiokuwa na msingi. Sawa. Kukaa kulia na kuwaza hakuwezi kubadilisha mawazo ya ule mzee. Mimi nachokiona tu mama yangu, tumwachie tu hii nyumba, sisi tuende tukapambane kwingine. Naamini Mungu yuko pamoja na sisi. Sawa mamangu. Mama, hata mimi naamini Mungu yuko pamoja na sisi, lakini kitendo cha kuondoka kwenye hii nyumba tutakuwa tumerudi sana nyuma kihatua. Sawa, tutakuwa tumerudi nyuma sana kihatua. Sasa unahisi tutafanyaje mwanangu? Niache mimi mama, tajua cha kufanya. Kwa nini tumesimama? Tumesimama kwa sababu huko mbele tunapotaka kwenda sio salama. Bwana wewe umeshaanza tayari. Sasa mambo gani haya? Makonde, endesha gari tuondoke. Achana naye, usimsikilize. Hakuna haja ya kwenda huko. Kata hapo kulia haraka sana. Sasa kulia kufanya nini bwana? Toka hata tunakwenda shule. Sasa wewe ni maamuzi yako. Utanisikiliza mimi au utamsikiliza huyu? Nimesema kata kulia haraka sana.
Wewe. Tulia wewe. Wewe kama pepe mwaga ubongo sasa hivi. Shimba. Katika siku zote leo umenichukiza sana. Yanayo kunileta shule mimi na bajaji. Najua umechukia kuliko siku zote, lakini mimi sijali hilo. Nachojali ni usalama wako tu. Sawa. Mimi nikajua umeshaondoka, kumbe bado upo. Yaani mama, leo nimeamka najisikia nikuumwa. Sijisikia hata kwenda kazini. Yaani najisikia kabisa siko sawa. Sasa kama uko sawa, si upumzike mwanangu. Masi, unajua tena hizi kazi za kuajiriwa. Afu isitoshe sijaomba hata ruksa. Acha tu niende hivyo hivyo kwa mamangu. Samahani kwa. Bila shaka wewe ni mwalimu wa hii shule. Ya, mimi ni mwalimu kwenye hii shule. Nikusaidia nini? Nilikuwa nataka kujua kwamba Madam Sara leo amekuja shule. Madam Sara? Madam Sara ndo nani? Sara. Usinishike niache. Pole sana kaka. Vipi? Ndo wife nini? Nisamehe sana Frankie. Najua nimekukosea sana. Lakini ni changamoto tu ndo zinanifanya nakuwa hivi. Hello? Hi. Hi. Are you okay? Yeah, I'm okay. Madam Sara, right? Yeah. My name is Samhina. Mimi ni mwalimu mpya kwenye hii shule. Nice to meet you. Nice to meet you too. We. Haya, kulikoni saizi na mabegi? Unaenda wapi?
Naenda kujipambania na maisha yangu mwenyewe. Kujipambania? Anastasia, hivi kuna kitu gani ambacho umekosa hapa ndani? Kuna nini ambacho umeshawahi kusema unakihitaji mimi nikakunyima? Mpaka leo hii unatoka muda huu na mabegi yako mkuku unaenda mtaani kusema kujipambania. Unajua maisha wanaishi watu? Unajua mtaani kuna kitu gani kinakusubiria wewe, binti kama wewe usiokuwa na akili? Unajielewa wewe? Unaelewa unachokifanya? Hebu acha pumbavu wako hapa. Rudisha begi ndani. Jinga mmoja wewe. Labda nikwambie tu bro. Kama unataka nichukue ile begi langu na nilirudishe ndani na mimi niendelee kuishi katika hii nyumba yako, basi huyu hapa aondoke. Lakini kama utaendelea kumng'ang'ania kama unavyofanya, basi leo ndio utakupa mara ya mwisho mimi kukanyaga katika hii nyumba yako. Muwe na usiku mwema. Unamwona lakini akili yake? Unaiona akili yake? Anajipambania nini huyu? Huyu mtoto kashakuwa mwenda wazimu huyu. Hayo ni mabangi anavuta. Wewe Anastasia. Anaenda. Mimi naona muda wa maombi umeshapita na machabu lishamkabidhi mama yangu. Lakini hakuna cha lakini. Siwezi kukubali jambo kama hilo. Unaki kumchagua mtu wa maisha yako mwanao. Lakini sio kuolewa kwa kulazimishwa. Kuolewa kwa kulazimishwa. Pasa. Nafikiri mimi ndo sababu ya kila kitu. Tangia nimekuja nyumbani kwako, mimi ndo nimekuwa sababu ya kuleta matatizo. Kaka, nampenda sana Anastasia. Napenda sana kuona furaha yake. Na kama mimi ndo sababu mpaka yeye anaondoka, basi mimi nasubiri kukuche. Kesho nitaondoka mimi ili Anastasia aweze kurudi. Hapana Mwina, hauna sababu ya kuondoka. Huyu Anastasia anataka kutikisa kiberiti. Hivi anafahamu kuna kitu gani kinamsubiri huko nje? Anajua maisha ambayo wanaishi mabinti ambao hawana akili kama yeye. Sikiliza nikwambie. Yesi mtoto analilia wembe. Unamwacha. Mwache mkate. Kwa sababu ukimzuia ataona kama unamuonea. Kwa dawa yake ni kumwacha mkate, alafu ndo atakuja kugundua kwamba kumbe kaka aliniambia kitu hichi, alikuwa anamaanisha hivi. Mwache. Wewe usiondoke. Acha mimi nikapumzike. Kesho nina ratiba mapema sana. Uwe na usiku mwema. Oya wewe, amka wewe, mtoto wa kiume unalala mpaka saa hizi rafiki yangu. Dogo anatakiwa apelekwe shule. Mwambii madamu nangu siku sawa. Umeona? Yaani mwili umeona wote unahuuma huu. Alafu
we niguse tu hivi, umeona wa moto, yani nje nimepandisa homa. Sasa mimi nero siwezi kumpeleka shule Jeni, aende tu mtu wowote yule. Wewe unaogopa bastola. Wenzio sisi bastola ile pale kama manati tu. Mtoto wa kiume unakuwa mwoga namna hii. Wewe vipi bwana? Alafu uje una mdomo. Lakini muoga. Mimi sina kuangalia. Madam, nimemwamsha lakini anajisikia vibaya. Anajisikia vibaya? Vipi tena jamani? Usijali madam, mimi nitaenda naye, mwache tu aendelee kupumzika. Mwanangu, sasa nikakupa kampani tu, likitokea tumbili kama la siku ile tunakiwasha tu. Jeni, tuondoke. Sio kwenye gari, tunaenda na bajaji, ipo hapo nje. Bajaji? Ndiyo, bajaji. Kwa nini mwende na bajaji? Hii yote ni kwa ajili ya usalama wake madam, ndio maana tunaenda na bajaji. Jeni, tuondoke. Twende. Habari yako mama? Salama. Vipi? Mbona unalia? Kuna shida? Ndiyo, ipo shida. Shida ipi hiyo? Mwanangu hajarudi nyumbani tangu jana. Kwa hiyo nimekuja kumuulizia hapa kazini kwake ili nipate taarifa zake. Lakini taarifa nilizozipata, hajafika hapa tangu alivyoondoka jana. Pole sana mamangu. Huyo binti yako anaitwa nani? Anaitwa Sara. Sara? Vipi, labda ulijaribu kumpigia kwenye simu? Simu yake haipatikani. Ila mimi nahisi mzee Shah atakuwa anahusika kwenye hili. Tunaweza tukaelekea kwa huyo mzee Shah ili tukapata kujua kwamba yupo huko au hakufika pia. Sawa baba. Ni bodyguard. Karibu. Asante. za hapa? Salama, karibu. Anashukuru. Mzee Shah nimemkuta? Hapana, mzee Shah ametoka. Ulikuwa na shida? Nimekuja kumuulizia Sara, amefika hapa? Sara hajaje huko. Mama,
Kuna shida? Hapana. Vipi mama, umepata majibu yoyote? Mzee Shaa yupo ametoka, alafu nimejaribu kumuulizia Sara, anasema hajafika pale. Sawa mama, tunaweza tukaenda. Shoga yangu Mamisondo. Naona mambo sio mabaya. Siku hizi unadamshi mtoto wa kike. Alafu nimekumbuka. Maana nasikia mwanao sasa hivi anamiliki gari. Anavimba. Maana anaendeshwa kama bosi. Na kufika mtaani kutakuanza kuwatambia vijana mtaani. Naona mambo sio mabaya shoga yangu. Na ndio maana unapendeza pendeza. Mwanangu yupi huyo? Po. Wewe tena saa hizi usiniulize mimi mwanao yupi. Si full tanki. Aliyekupa hizo taarifa amekudanganya. Maana wewe mwanangu mimi full tanki unomzungumzia hapa. Hana gari wala tairi. Haya ndugu yangu, wewe hizo taarifa amekwambia nani? Na umezipata wapi? Mimi kibonge mwepesi na huu mwili wangu mtakuja kuniacha ndani na kufa. Sina chochote wala lolote. Mwaupe hapa nilipo. Jamani, niacheni watoto wangu. Yaani nilipokuona 50 rasi 50 majununi. Na iko kikosho kinachokusumbua. Kimpango wako. Hapo ni lai. Mungu. Jene, mbona uko hapa saizi na wenzio wote wamesharudi majumbani? Vipi, kuna nini? Mwalimu, Uncle Frank simuoni na sijui ameenda wapi. Sawa, basi twende nikupeleke nyumbani kwenu. Hapana mwalimu, atakuja tu kunifuata. Wewe nenda nyumbani kwako kapumzike. Wewe ni mwanafunzi wa shule hii. Na mimi kama mwalimu wa shule hii, ni wajibu wangu kuhakikisha usalama wako ukiwa shule pamoja na nyumbani. Kwa hiyo acha nikupeleke. Siwezi kuacha hapa katika mazingira ya shule muda na wakati kama huu. Na pia siwezi kuruhusu uende nyumbani peke yako. Usalama wako ni jukumu letu. Twende nyumbani. Sawa mwalimu, nimekuelewa. Na umesema anaitwa Sara nani? Sara Justice. Umri wake? Ana miaka 23. Na umesema anafundisha shule gani? Montfort. Mama, tayari tumefungua hapa faili la taarifa. Kwa hiyo jukumu la kumtafuta mtoto wako kuanzia sasa hivi ni la kwetu sisi kama jeshi la polisi, lakini pamoja na kushirikiana na wewe. Kwa hiyo hapa tutakupa RB namba, lakini ambayo itakuwa na namba ya simu, kwamba taarifa zote utakazozipata
usisite kutujulisha. Sawa? Sawa afande. Hii ndo arabi yako namba ya faili hili. Sawa? Sawa. Na namba ya simu iko hapo. Asante. Kwaheri. Asante. Unadhani ni kwa nini nimekupiga? Ndio mama, nilishajua hata kabla hujaniadhibu. Unajua fika ni kiasi gani nakupenda. Wewe ni wa thamani kwangu Sara. Kuna vitu ninavifanya alafu Vitu gani mama? Niambie. Sara, unatambua kwa wewe ni mtoto wangu wa pekee, na sio mtoto tu, bali wewe ni msaada mkubwa kwangu ninaotegemea katika hii dunia. Nakupenda sana. I love you. Nakupenda pia mama. Samahani madam, najua nimekosea, lakini nini Frankie? Yaani kila siku zinavyozidi kwenda ndio nakuona sio mtu sahihi kabisa kwa ajili ya binti yangu. Ni bodyguard, afisa usalama yake, ahadi kumlinda mteja bwana. Anapitia mengi kwenye kazi yake, ila muache nyuma mteja wake. Hayatoka faradi maisha yake, lengo kumlinda tu mteja wake. Vipi? Jeni ameletwa na nani kutoka shuleni? Madam ametuambia tusiongee na wewe. Sasa mama, mguu wa kutoka mtume ameuombea. Mimi naenda zangu nimehangaika. Njoo hapa. Nije tena kufanyaje tena mama, bwana unanipotezea muda. Nimesema njoo hapa. Sogea hapa. Toa mifuko mimi. Nimesema toa mifuko, au nitumie nguvu sasa hivi hapa. Mama, sina kitu chochote zaidi ya nauli tu ya kwenda kwenye mihangaiko yangu. Kwani nini? Mama, nini mama, mogani tena tunafanya? Lakini babu.
Yaani wewe mtoto wa kiume mzima unakosa 200 ya kununua pipi? Mpaka unanibia pipi zangu? Abdalla, unanipanda kichwani eh? Wataka ujue upande wangu wa pili, si ndio? Nakuuliza. Sasa mama, hizi vitu vya nyumbani tu mtu unachukua, kwa nini nimefanyaje hapo kitu kibaya? Kwa hiyo kama vitu vya nyumbani, sitaki uniharibie bajeti zangu. Kila mtu atumie pesa yake. Sio umekuwa wewe. Yaani mimi mpaka sasa hivi umri huo nikununulie hadi pipi ya 200. Abdalla, jishikilie basi baba. Ha! Una haya. Kubwa zima ovyo, ili kubwa jaa wili. Mimi naona ni bora uvumilie kwa sababu ni majukumu ya kazi. Hata kama ni majukumu ya kazi, ila imekuwa too much sasa. Nikwambie tu kweli Mr. Frank. Kila kazi ina changamoto zake. Na pia changamoto ni sehemu ya kazi. So, ni bora kuendelea na majukumu yalokuleta kazi. Hivi Tina, hauwezi kuongea na uongozi wakanibadilishia majukumu. Hata nikaenda kufanya kazi sehemu nyingine. Nitalifikisha kwenye uongozi. Kisha nitakupa mrejesho. Kama inawezekana au haiwezekani. Asante sana. Ila nitafurahi ikiwezekana. Nafikiri naweza nikaondoka. Sawa. Mimi nikutakie majukumu mema tu. Okay. Okay. Kunywa uji basi ili umeze dawa. Kunywa. Mama Mesili nalisikia vibaya, mdomo wangu wa uchungu. Jeni, kunywa upate nguvu. Si unajua kesho shule. Halafu mna mitihani sasa. Haya, kunywa kidogo mwanangu. Kunywa. Mama, papa naniuma. Kunywa. Jikaze. Panauma. Kula kidogo basi. Cha mwisho basi. Cha mwisho mwanangu. Kuya tena. Kuya mwanangu, kula basi. Ayo, cha mwisho, cha mwisho. Sivyo? Mimi na wewe. Nani mwalimu mkuu wa shule hii? Ni wewe hapo mkuu. Sasa inawezekanaje mwalimu mkuu anafika tangia asubuhi, alafu wewe mwalimu wa zamu kabisa unafika saa 4? Huo ni utaratibu wa wapi? Hii ni taasisi na ina sheria na kanuni zake. Hii shule sio baba yako mpaka ujiamulie wewe unavokuja tu unavyojisikia. Inawezekanaje hiyo? Naomba niseme mkuu. Na changamoto za kifamilia ndo zinanichanganya sana. Madam Sara, labda nikwambie kitu kimoja ambacho kijui. Watu wote na walimu wote wa shule hii wana changamoto za kifamilia kama wewe. Mimi mwenyewe na changamoto za kifamilia ambazo siziweki mbele zaidi ya kazi yangu. Tena changamoto zangu zinaweza zikawa ni kubwa kuliko hata za kwako. Lakini misingi na kanuni za kazi yangu ndio nimezingatia. Ninafika kwa wakati, ninafanya kazi yangu kwa juhudi na weledi. Wewe ulikuwa ni mwalimu mzuri sana. Na last month tukakupa mpaka na zawadi. Inakuwaje leo hii? Unasahau? Ama ndo yale maneno ya Kiswahili wanaosema mgema akisifiwa tembo utia maji. Tumekusifia sasa, umeanza kulewa sifa. Naomba niseme mkuu, haitojirudia tena. Sasa iko hivi. Kwa kuwa kipindi chako kimeshapita muda wake na ratiba yako ya leo imeshaisha hapa shuleni. Kwa hiyo hata ukikaa hapo sidhani kama kuna kitu utakaweza kufanya. Kwa hiyo unaweza ukaenda nyumbani.
Halo. Habari yako Mr. Frank? Salama Mr. Mwina. Nina habari mbaya kidogo hapa. Taarifa ipi hiyo? Sara alidondoka shuleni na hivi ninapozungumza na wewe tuko hospitali. Mpo hospitali gani? Nikuelekeza kwenye simu, sidhani kama unaweza ukafika. Na kutumia location kwa WhatsApp yako. Sawa, nakuja sasa hivi, sawa. Halo madam. Njoo haraka nyumbani. Kuna sehemu ya muhimu nataka nipeleke. Sawa, nakuja. Vipi mwanangu, unaendeleaje? Angalau najisikia vizuri. Vipi? Frank alikuja? Frank? Huyo Frank ndo nani? Sawa. Vipi unaendeleaje? Angalau naendelea vizuri. Mama, mimi nafikiri niwakimbie. Kuna majukumu napaswa kwenda kuendelea shuleni. Sawa babangu. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Usijali mama. Binadamu yote angeweza kufanya hivi. Isitoshe binti yako ni mwalimu wangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Asante sana. So, get well soon, huh? Thank you. Okay. Have a nice time. Songo Mumbali nangae Kasongo mbona wewe Mumbali nangae We vipi unalia peke yako? Umefiwa au? Hapana, sijafiwa wala nini. Sasa kama hujafiwa, kipi kikusikitishacho? Hivi Maganga, umeshawahi kupenda katika maisha yako? Sijawahi kufanya upuzi kama huo. Zamani ndo niliwahi kupenda, lakini nikaona upuzi, ni ujinga tu nikaona huo. Kwa mwisho wa siku nikasema bwana Maganga kani, siwezi kupenda mwanamke yoyote hapa duniani, labda mama yangu. Kwa mwisho wa siku nikaona bora nijichukulie zangu sheria mkononi, mambo mengine yaendelee. Sheria mkononi kivipi? Master. Beshen. Sasa Maganga, kama hujawahi kupenda, hauwezi kunielewa. Kwa sababu mimi kuna mtu nilimpenda sana na bado nampenda. Na tulipeana ahadi nyingi.
kila nikijaribu kumtoa katika moyo wangu ndo nashindwa. Iko ndo kitu ambacho kinaniumiza. My lord, I wonder. Kumbe na matomboi mnapenda. Bukla. Oh, ulijua mimi roboti ya? Kumbe na nyewe na Tunaweza kwenda. Frank. Naam. Upo sawa kweli? Nipo sawa madam. Una uhakika uko sawa? Nipo sawa. Sawa, tunaweza tukaenda. We vipi kwani? Alafu wewe unakuja tu unaweka miguu hapa. Kule kwanza mpaka sasa hivi mbona mambo yaeleweki? Tatizo nini? Tatizo nini? Wewe tatizo ujuu. Mpaka sasa hivi watu tumikula hapa. Wewe humu na kazi gani kwani? Unalipwa mshahara, wewe unalipwa kwa nini? Si kwa sababu ya kupika. Sasa mbona hujapika mpaka sasa hivi? Nangu ndandala inapoteka ntumbo humu. Kwa mimi nikupikie mama yako. Mimi mkeo. Mimi ndani nimekuja kumpikia tu madam pamoja na Jeni. Mimi sijaje kukupikia wewe. Tumeelewana? Madam hayupo na Jeni kashashiba. Alafu unajua wako nilipihona ulipi tutumuka njimwili ntumbo huu. Nikaji kwamba una akili mmoja huu. Kumbe hakuna kitu. Alafu sichijua kitu kimoja. Unanilola nangu. Nangu junaki nilola homu je kiangose. Umeelewa? Umesoma Chingereza wewe, Chifaza House nahitwa. Sasa wewe ndio umeakanyaga. Akirudi hapa madamu wewe, namwambia yote lazima uondoke. Na hata kutimua wenelo, lazima kutimue. Wewe ndio unifanye tu hivyo hivyo. Unapigiona wewe. Kujiona wewe maana sana. Asa unanilazimisha mimi nikupikie mimi mama yako. Mimi mkeo. Endelea tu kujibia. Kwa sababu wewe majiko unayaona kule. Kama unaweza usukapike. Mimi sijaje kukupikia wewe mzee. Wewe vipi? Jamani, kuna nini? Mbona nasikia makelele? Nipo huko nje, nasikia mnarumbana nyie. Aya sasa niambieni. Mnachogombana hapa ni nini? Muulize uchao wako. Aya Makonde, niambie, shida nini? Sikiliza nikwambie kitu madamu. Umelolo huyu. Hayo alipikuja homu nje kwa sababu ya kufanya kazi ya kupika. Analipwa mshahara huyu kwa sababu ya kupika. Sasa yeye mbona kupika apiki? Mpaka sasa hivi watu tujakula, tuna njaa hapa inapoteka kutumbo humu. Ameikala kama hapa hivi. Aya mshahara nalipo mshahara wa nini huyu? Sasa Anko Makonde, unashindwa nini kuingia jikoni kujipikia? Akati kipindi chote kile Anko Fontenki akopo hata hajaanza kuja. Ulikopo unajipikia mwenyewe vizuri na unakula unashiba.
Aya sasa, watu wazima nyie, hapa mnachogombania hapa ni nini? Nimechoka sasa na hayo malumbano yenu. Muda wote nyie. Yaani wewe ipo siku utakuja kuingia kwenye 18 zangu nje utape nijua nangu nani, nimetoka Nsambiji au nimetoka Nawala, nimetoka Lindi, nje utanijua nelo. Sasa ngoja uone, tajichanganya Wewe usinitishe mimi, mwenzio nimeshapigana mpaka mieleka. Mimi nimepigana mpaka na vivuli. Usione watu wanakuja kukaa hapa wanapika hapa, watu wana vyeti vyao. Mimi na PhD, mimi na masters, mimi nimesoma. Na zuga tu hapa, tofauti mimi na wewe. Nitakuja kukupiga moja, nitakupekecha, nitakupiga moja. Unabisha? Hii inaitwa ngumi bisibisi. Au nikutoboe? Nikutoboe? Ngoja tuwepo usaibilisi tu hapa. Wega, vipi? Mgonjwa anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu. Si afadhali, maana I was worried. Ndio maana nilipokuona umeingia hapa ikabidi nije haraka kuweza kujua nini kinachoendelea. Na madaktari wanasemaje sasa? Kwa taarifa za daktari, anasema hana changamoto yote ya kiafya isipokuwa ni msongo tu wa mawazo unamsumbua. Asa? Unajua Mwina, tatizo la msongo wa mawazo limekuwa very common kwa sasa hivi. Yaani watu wengi sana wanasumbuliwa na hili tatizo, ingawaje linaonekana kama halipo hivi. Ndio maana hata mimi nafikiria itabidi tuanzishe utaratibu walimu wetu wote wao wanapata session hata mara moja tu kwa mwezi. Wapate counseling, waweze kukaa sawa. Nafikiri kuna haja ya kufanya hivyo. Yes. Okay. Yeah, lazima tufanye hivyo. Sasa mkuu, mimi naomba ruhusa yako niwae darasani kwa sababu nimetoka kwa hospitali ya Hea nije nifundishe wanafunzi, kipindi changu kisinipite. Hamna shida, take your time. And ukimaliza kipindi chako basi itabidi tuongozane wote kwenda kumuona. No problem. Good luck. Mama, mimi nimeshiba. Sawa. Hebu jikaze ule kichakula. Hivi unajua dawa unazotumia zina nguvu sana mwanangu? Unajua kabisa mimi sipendi dawa. Mara 10 hata sindano tu. Nalijua hilo kwa upendi dawa. Lakini kwa kuwa unaumwa itabidi umeze tu ili upone. Alafu nimekumbuka. Inaonekana shuleni una upendo sana, eh? Kwa nini mama?
Siku ile nilikutana na mwalimu mwenzio, tulikutafuta kuanzia asubuhi mpaka mchana. Maskini yule baba alinipeleka mpaka kituo cha polisi. Nilikia yule baba ana roho nzuri sana. Yupoje huyo mama? Yaani ni mweusi hivi, kidogo mrefu, sio mrefu sana, mfupi wa wastani, mnene wa wastani, yani yuko wastani kwa ufupi. Alafu kama vile ana kipara. Huyo. Bila shaka watakuwa ni Frank. Frank ndo nani? Mama, acha mimi nikapumzike, tuongea baadaye. Sasa mzee, ndio umeondoka hapa na umepaki gari vibaya. Huo ni ustaarabu wa wapi? Samahani ndugu yangu, kuna dharura kidogo ilijitokeza. Vipi, madam bado yupo ndani? Sasa mzee, muda wote huo dada kusubiri vipi? Alishaondoka muda sana. Basa, acha mimi nichomoke. Na nikwambie tu, kaondoka hapa na amemind kinyama. Naomba funguo. Maandiko yanasema samehe 7 mara 70, ila kwako umepitiliza. Si 70 tena hii. Unaweza kuniambia ulienda wapi? Kuna watu wabaya niliwaona, kwa hiyo nikaamua kuwafuatilia ili nijue alikuwa na lengo gani na sisi. Frank, kila siku watabaa wanatufuatilia sisi. Kweli? This is too much. Mama, lakini nilikwambia huyo Frank hafai. Aya sasa, umeona leo umejionea mwenyewe. Hata mimi mwenyewe namshangaa. Sijui hata ana shida gani yani. Kwa nini sasa usimfukuze kazi? Si tunaweza kuishi wenyewe. Maana toka anze kuja hapa imekuwa kelo mundani, hatuelewani mimi na yeye. Na kila kitu hakiko sawa. Humu ndani mimi na yeye ni kugombana hadi humu kwenye magari wakati wa kwenda shule. Tunanuniana, akinishusha ananuni, yani sijui hata ikoje. Yani muda wote iko serious ananuna tu na ule mdomo wake. Je, ni mwanangu?
Si nimeshakwambia kuhusu swala ile jamani. Sio rahisi kama unavyofikiria mwanangu. Kumbuka yule mimi nina mkataba naye. Afadhali ingekuwa sina mkataba naye. Ingekuwa ni rahisi sana kumfukuza. Ila mkataba unanibana mama yako. Mimi nakujua. Ukiamua jambo, haushindwi na lolote lile. Naomba ukae, utafakari, uamue maamuzi sahihi. Aya sawa, ngoja mimi nikuache nikapumzike. Usiku mwema basi. Aya na wewe pia. Komando, mwanzo nilikuwa najua yule mtoto hakupendi, kumbe wewe ndio ujipendi zaidi. Yaani unazingua kinyama, na sijui nani atatokea kuja kukutetea wewe. Hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Sijui kwa nini haya yote yanatokea. Lakini mzee, kikubwa ni kukaza tu. Sehemu yote ya kazi kuna watu watakupenda na kuna baadhi ya watu hawatakupenda. Upo sahihi kabisa hicho unachokizungumza. Lakini toka nianze kazi yangu ya bodyguard, nimefanya kazi ngumu sana kuliko hii. Hii ni nyepesi sana, lakini na changamoto za utofauti. Lakini mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa sawa. Niko focus tu mazingira yako ya kazi. Mimi ninajua umuhimu wako kuwa hapa, lakini kuna watu hawezi kujua umuhimu wako wewe. Mzee, acha nikapumzike. Okay. Umefuata nini hapa? Na umepajuaje? Anastasia, we have been through so much together. But now, enough is enough, baby. I don't want to lose you again. Anna, I'm here for just one question. And the question is, will you marry me? Anna, will you be my wife, please? Hii ni maajabu, kupatwa kwa jua na mwezi. Vipi? Kuna shida gani bwana? Niache!
Pole na kazi kiongozi. Jipongeze. Hakikisheni huyu mtoto siku ya Jumatatu anapatikana. Tumeelewana? Sawa kiongozi. Siku ya Jumatatu tutahakikisha mtoto atakuwa mikononi mwetu. Good. Mbona umeniita alafu uzungumzi chochote? Una shida gani? Unajua najua unanipenda. Iko ndo ambacho ulitaka kuzungumza, si ndio? Hapana Mwina, mimi sikupendi. Kwanza nakuchukia. Macho yako na sura yako pia havisadiki kabisa hiko ambacho nafasa. Mimi najua unanipenda. Ana, hata mimi nakupenda pia. Embo rudi basi kuwa kama zamani. Haiwezi kubadilisha chochote. Nakuchukia Mwini. Sitaki hata kukuona katika macho yangu. Kilichonifanya nikuite hapa ni kukuambia kuwa sitaki kukuona pale nyumbani kwetu. Uondoke. Na sio vinginevyo. Nakupenda. Naomba chukua muda wako tafakari. Na ukiona itafaa, niko na kusubiri. Niache. Vipi? Alikutia nini? Nothing special. Alikuwa amenimisi tu. Amekumisi? Hii inawezekanaje sasa? Of course hata mimi nashangaa kama ambavyo unashangaa. Lakini kama nilivyokuahidi, nitapambana kuhakikisha Anastasia anarudi kwenye mstari. That's a good news. Mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana kwa kitu ambacho umekifanya. Unajua mimi nampenda sana mdogo wangu. Nampenda sana 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 sana. Na napenda kuona akikua katika misingi na maadili mema ya Kiafrika. Kwa hiyo kama ameshaanza hivyo, na imani sasa tuko njiani kuelekea kule ambako tunapatarajia. Unajua mimi najua kama unampenda mdogo wako. Na ndio maana kila kukicha napambana nachakalika huku na kule ili mradi kuhakikisha ananyooka na anarudi kama alivyokuwa zamani. So tunahitaji muda kitu kidogo, atakuwa sawa. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Sawa, mimi niko chumbani. I need some time alone. Nimejaribu kuongea na uongozi, lakini wamekataa kabisa. Wamesema hawezi kubadilisha majukumu yake mpaka pale mkataba utakapoisha. Hivi Tina, umemweleza kweli changamoto zote ninazozipitia? Ndio,
Niliwaeleza changamoto zako zote unazopitia, lakini bosi hakunielewa. Sasa sijui nafanyaje. Hapo cha kufanya ni kusubiri tu mkataba uishe. Kwa hiyo niendelee kuumia na kupitia changamoto mpaka mkataba wangu utakapoisha? Kweli Tina? Are you serious? Nikushauri kitu. Naona ni bora ukaenda kuongea naye mwenyewe, ukamwelezea changamoto zote unazopitia. Huenda akakuelewa. Okay. Okay. Ina maana mchumba ndo ashanipotea. Toto vya kimaskini bwana, vinajua kukimbia shida. Sema nitakutafuta. Huyu mtu ni nani? Na kwa nini ananifuatilia? Hii ishakuwa ni hatari. Au ni kijana wa mzee Shah? Lakini kama ni kijana wa mzee Shah, si anapajua nyumbani kwetu lakini. Oh, mwanangu. Karibu. Asante mama. Shikamoo. Marahaba. Karibu ndani mwanangu. Nilipata taarifa kuwa Sara anaumwa. Sikupata muda wa kuja kumuona hospitali. Vipi, anaendeleaje kwa sasa? Kusema ukweli Sara anaendelea vizuri na ametoka kidogo, lakini sidhani kama atachelewa. Lakini ingekuwa vema ungemsubiri ndani. Hapana mama. Nina majukumu mengi sana. Hapa kwenye nimepita kwa kujibaiba. Acha mimi niende. Wakati mwingine nitakuja kumuona. Asante sana baba yangu. Ila una moyo wa kipekee mwanangu. Na Mungu akupe maisha marefu. Amina mama. Basi wacha mimi nitoke mama, nilikuwepo. Nashukuru sana baba. Good boy. Vipi, umefanikiwa kupajua anapokaa? Hapana kiongozi, kiukweli amenipotea. Twenzetu.
Hapa kila kitu ndugu mwanangu shwari, ila nina ombi moja tu. Naomba unipitishe hata uswahilini kidogo nikasalimie. Hivyo una akili wewe kweli? Unajielewa mmoti humu? Mambo ya kusalimia unatangola pano hayo. Kila mtu nje ana familia. Nangu nikitoka hapa nje nikisema tuende tukasalimia familia yangu huko Mtwara huko Lindi huko, tutarudi nelo, si tutarudi kesho sisi. Asa mambo ya Mtwara yamekujaje hapa? Msi hapo tu, mimi hapo tunapita tunasalimia tu. Msi hapo tu. Kwanza wewe unajua nahulia nani ya mafuta unahuza? 4800. Kumbe unajua. Sasa hapa hakuna kupitika kote hapa. Tunaondoka nyumbani. Wewe mwanangu Jau kweli wewe. Yaani bora hata ningekuja na Frank huyo. Wewe Jau sana, yani sana Jau. Ungelikuwa maana sana sawa. Mtu mwenyewe wewe mbovu. Zari, unajua wewe ni rafiki wa karibu sana wa Anastasia. Hivi Anastasia mpaka anabadilika na kuwa hivi, shida ni nini haswa? Kwa sababu nimeona nije nizungumze na wewe, wenda nitapata majibu sahihi. Kusema kweli Shem, mimi sijui chochote. Rafiki yangu amebadilika sana sana sana. Sijui amekumbwa na changamoto gani inayombadilisha. Unajua Zari, unaponiambia kuwa wewe hujui chochote, mimi nabaki na staajabu tu. Zari, wewe ndio rafiki wa karibu kama nilivyosema. Anastasia ni mtu ambaye umecheza naye tangia udogo wenu. Of course mimi sikuwepo, nilikuwa mbali safarini kwa ajili ya masomo. Kwa nimeamini kabisa kwamba wewe kama rafiki yake pengine unajua chochote, nitapata dondoo, nitapata taarifa zozote. Zari, hata wewe hujui? Ina maana unataka kuniambia hujawahi hata kumuuliza? Hapana, sio hivyo. Anastasia sasa hivi hasikii la mwazini wala la mnadiswara. Labda wewe mpenzi wake umerudi, utatusaidia kumbadilisha. Hakikisha unamfuatilia yule binti mpaka ujue wapi anapokaa. Umeelewa nini? Samahani boss, nilikuwa nakutania tu. Lakini nitafuatilia mpaka nijue anaishi wapi. Unakaza afu kumbe viatu vyako vinanuka. Kwa taarifa zilizomsikia, huyu ndiye mshiriki zetu. Angalia mimi mwenzio ninavyolindwa sasa hivi. Mimi nalindwa sasa hivi. Unaona mwenzio yule amesimama muda mrefu pale. Mwenzio mimi nalindwa unaambiwa. Yaani mimi nalindwa na huyu jamaa kwa sababu ya ustaarabu. Napendwa.